Nini? Nilikuwa naomba 2000 ndio nikashone kiatu changu kabla ya finali. Hem, nitolee kiwingu hapa. Ebo? Mama mimi ni kapteni, timu yangu inategemea. Wewe fanya nini? Mara ngapi nishakwambia uchane na mambo ya mpira mimi? Unajikuta Samata sio Nitakuzibua, fikiri nitakuzibua. Sema bi mkubwa hapo unachukua. Unapaswa kunigia hela. Sio unataka mimi niende nikaibe. Wewe unanipanda kichwani Unanipanda kichwani sio? Nitakuzibua wewe. Jumbo. Mama. Nini kimekupata mwanangu? Usijali mama, niko sawa. Niko sawa kabisa. Wewe nakupiga mikozi sasa hivi kako. Nini hasa kimetokea? Kuna mwanangu anaitwa Dickson amekataa kunilipa. Nikabidi nimtoboe kidogo ili sijui kama atapona. Makubwa. Mimi nilijua wewe ndio umeumia. Jamani. Sasa babangu. Sasa vipi kuhusu ile swala letu la msingi wa biashara uloniahidi? Ni swala nimefanya kazi. Asante baba, wewe nashukuru. Asante baba. Yai. Asante. Haya. Usijali. Baadaye. Oa bro. Vipi fikiri? Nilikuwa na shida ya buku. Sikiliza basi bro. Niache fikiri. Sina hela mchezo. Sina hela mche? Napata hela kwa jasho na damu, nadaiwa na bosi wangu. Mimi hela viatu sina, nenda nje niache. Wewe niache. Mkubwa. Makofi. Junior County. Junior County. Waliobahatika kuweza kuchaguliwa kushiriki michezo mkoani Dar es Salaam. Utakao wasoma hawa utapita hapa mbele na kuchukua bahasha yako, lakini vile vile bahasha hii mara unapoipokea uiwasilishe nyumbani kuweza kusainiwa na mzazi ili aweze kukuruhusu kwa kutia saini yake katika barua itakayokuwa imeandikwa ndani ya bahasha. Sawa sawa. Dura Salumu. Dura Salumu. Hongera sana. Napenda kuchukua fursa hii kumtangaza mshindi au mchezaji aliyefanya vizuri. Wewe tumefanya vizuri, lakini kuna aliyefanya vizuri zaidi. Ina maana kwa wale wanaopenda mpira wanasema man of the match, mchezaji bora wa mashindano. Napenda kumtangaza Fikiri Masudi. Huyo ndio mchezaji bora wa mashindano yetu ya Bonanza yaliyodhaminiwa na benki ya CRDB kupitia akaunti ya Jumbo. Asante sana. Hongera. Asante sana kwa wale mliochaguliwa, hongereni sana. Mkatuwakilishe vyema mkoani Dar es Salaam mnapokwenda huko, kapambane michezo kwa afya, lakini pia msisahau kwamba nyinyi ni wanafunzi na pia mzingatie elimu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Umesikia tunakwenda Makongo sekondari kwa kambi? Ndio, hata mimi nimesikia vivyo pale nikiota kwenye michezo. Adigani kaskole go tufunika tusada au sio langu? Sasa. Nyanyuka wewe. Leo nilikuwa ndani ya uwanja. Na sasa nimekupata nje ya uwanja. Upo. Karibu. Karibu jamani. He? Karibu. Mbona umeshtuka? Unafikiri? Wewe bwana wewe kilichokuleta hapa nini? Kilichokuleta hapa wewe nini? Kwa hiyo ndio kuna kitu cha muhimu sana. Wewe. Yaani wewe kweli dumenyani, Umeondoka hapa miaka mitano. Miaka mitano umeondoka hapa baba Fikiri. Haya kilichokuleta? Nini kilichokuleta hapa? Punguza jaziba kwanza. Eti punguza jaziba. Ulivyoenda kuniolea mke wa pili? Ulitegemea nini? Ulivyoenda kuniolea mke wa pili Dar es Salaam ulitegemea mimi nitafanyaje? Lakini mimi sina nia ya kuacha. Sawa, na wala mimi sikukuacha. Na hilo nalijua, ndio maana sijakupa hata talaka. Ila wewe mwenyewe ndio unifukuza hapa. Sasa kilichokuleta hasa nini? Mimi kilichonileta hapa vitu viwili au kitu kimoja tu. Kwanza nimekuja kufuata familia yangu na mafaka. Na la pili nimekuja kufuata wewe mke wangu. Ili tuangalie maisha. Baba Fikiri ondoka. Baba Fikiri ondoka. Kwani kuna kitu gani Nasema ondoka. Ondoka, sikutaki. Rudi kwa mkeo Dar es Salaam, ondoka. Maana ndio umefikia hivi. Unaanzaje kunichafulia kijola cha kesho? Unaanzaje kunichafulia kijola na shughuli ni kesho? Nakwambia leo umeakanyaga. Samani mama. Samani yako inanisaidia nini? Itatakasa kijola changu? Samani. Samani. Yaani mtoto una maana wewe kama baba yako. Yaani tofauti yenu ni umri tu. Kumekucha. Haya, mikasi yako ya shule hii, si ndio? Sio kesi hizo. Hiyo ni barua ya kwenda kucheza mpira. Nini? Barua kwenda kucheza mpira? Marufuku. Fikiri marufuku. Tena ishi hapo hapo. Mama, hiko ni kipaji changu. Kwa hiyo umejipanga Sasa nitakuonyesha kati ya wewe na mimi nani mwamba. Mpira wako na hii viatu yako naenda kuichoma moto. Kwanza mama. Odi. Karibu. Subiri kidogo, ngoja kidogo. Kuna mteja. Karibu dogo. Sawa. Wala wangu. Karibu. Mjagia. Viatu njumu. 6. Unavaa 6? Ipi hapa dukani unataka? Unacheza mpira? Karibu angalie. Tuna 6, kuna red chat hizo hapo,
kuna Skype. Mchangani cha ndimu ama kawaida? Shida. Hii 35. Hii 35, pale juu 60, hapa 45. Hivi. Hii utaiweza mdogo wangu? Hii hapa hii. Hii bei yake imechangamka lakini. Hiyo jipange kidogo, hizo 60. Hadi 0 hii hapa. Ulaya anavaa Benzema. Huku anavaa Suarez. Namba ya kwako, kila kitu. Msemaji, tushindane bei. Adidas brand. Footballer kweli wewe? Tia, unaweza kujaribu. Ulikuwa umejipanga, ulikuwa na shilingi ngapi? Baadaye nitakuja. Baadaye utakuja hiyo Waswahili au mdogo wangu. Mimi nakuja. Basi karibu tu muda wote. Karibu. Utakapokuwa sawa utakaribu shilingi 30. Fixed. Haipungui iongezeke. Karibu sana. Asante. Wewe mwanangu, maisha magumu yani mpaka sielewi, unajua. Wewe acha tu mwanangu. Mzee baba. Kama kawaida mwanangu, chuma. Vipi mwanangu? Mbona kinyonge hivi? Vipi mwanangu bigi? Kama kawaida ndugu wangu. Naona kama kawaida yako yani vitu. Oya mzee baba. Oya mwanangu, hicho kitu nikipiga mwanangu. Unasema mwanangu hiyo issue hapo. Mwanangu kuna roast kinyama. Oya unasema na roast mzee baba. Mimi imezidi. Nimefika. Nakubali mwanangu, nakubali. Hii sikubali sana hii kwa sababu hii si ukali kivile kama ule nalio. Kama mshikaji, hichi chenyewe. Mzigo wenyewe Arusha moja. Kama ujala unajikuta wapi? Unajikuta hospitali. Ukaze mwanangu, wewe vipi? Mambo mengi unajua. Wanataka kuna kwenye benki kuna nini? Tuko kuna mahela mo. Rajabu kulikoni? Sasa ni banki. Kosa nafanyaje? Akisharudisha nilipoitoa sije kukamatwa. Akirudi kitu hapo tunaenda kuuza. Mimi mnitoe. Achana mtoto wa mama. Kwa hiyo tuwashe. Tuwashe.
Ndio dogo janja. Kama ndio kitu ushoni nacho vipi? Wewe shijanja. Fanya mambo nini safi. Ya rosto ndio mambo fulani. Na hali nini fresh kabisa kama kawaida. Basi ndio dai kawaida. Ukija nini unatimba tu hapo. Arusha hicho umeenda. Fanya mambo nini pale kwa hiyo. Michongo inabidi tuachie. Hapo namna gani mdogo wangu? Inabidi tuachie si mazingira haya au vipi? Tuachie mazingira si. Kwa mazingira mengine madogo sikati za mbele hapa. Fanya ukweli nini baridi. Kama kawaida. Kazi tu fresh nini baridi. Pisi tu yani ile. Haina haja kujeruhiana, kuzuriana wala vipi yani. Wewe ulikuwa unasema vipi? Eti mjomba. Poa tu yani mazingira madogo mbona ile haina hata haja kuleteana tofauti nini ile namna gani wala vipi? Vipi na dogo? Baridi hapo wenyewe mwanetu. Dogo mko na vipi hapo? Dogo kasingua, si unajua zile. Kasingua vipi mtoto mdogo unampiga msaganja fanya zenyewe famba vile vile, si unajua zile. Mtoto kumbe ana kisu si. We Jumbe, mbona kumpiga mwenzio hivi? Ni mkubwa ndio chanzo chochote anaendelea hapa ndani. Wewe unalaana wewe, eh? Mibangi yako unaovuta sasa hivi na kupanda kichwani sio? Kwa hiyo unaweza kaniparamia mimi kama kama mnazi sio? Unijui vizuri wewe. Ni mkubwa unajizima data. Umemtuma Fikira ibe kibegi changu ndani na kwenda kuhatarisha maisha yake bichi. Wewe ni mama aina gani? Sikumtuma huyu mshenzi mimi sikumtuma. Utaki acheze mpira, umechoma viatu vyake vya mpira. Wewe ni ukatili kwa watoto. Wewe sio mtoto wako. Wewe unalaana nakwambia, tena unalaana kabisa, tena unikome nakwambia. Unikome kabisa. Unajifanya superwoman unaweza kulea watoto bila baba. Ulivyomfukuza babangu miaka ile ndio ulivyofukuza na ndoto zangu zote. Wewe mibangi hiyo inakutafuna. Mibangi inakutafuna nakwambia mwanangu. Wewe ungekuwa sio mibangi yako hiyo, ungetimiza ndoto zako. Ungekuwa kama mwanzio Rashidi sasa hivi, mwanajeshi, lakini mibangi imekukaa kichwani. Bi mkubwa, hii biashara ndio inaendesha familia, inalipa kodi. Wewe ukitaka kufanya kazi yoyote, kazi kuangalia kwenye harusi za watu kila siku. Leo huku kesho huku. Unataka mimi niwe nani? Nakuuliza. Niongee kibegi changu. Tondoki. Kuanzia leo utakuwa karibu yangu. Sitaki uvute bangi wala dawa za kulevya, umenisikia? Sawa. Ila lakini Alafu biashara yangu ushaijua. Kwa hiyo inabidi ufanyaje? Ujifunze kufunga mdomo, usicheke. Maana kibao cha asubuhi nitakuumiza, kufunga mdomo. Sawa? sawa nimekuelewa. Ila lakini vipi kuhusu barua mpa mama? Kuhusu bi mkubwa usiwazi, ile barua hata mimi najua namposa vipi. Kwa hiyo usiwazi. Na kumnunulia viatu vya mpira. Unaweza kucheza fresh? Kesho mtakuforce viatu vya mpira. Uingie uwanjani, kusubarua usiwazi. Sawa? Nyumbani kapika nini bi mkubwa? Samaki. Samaki cha kutosha. Kwa hiyo tuondoke, sasa mimi nasikia njaa hapa sile. Tuondoke. Mdogo tu wewe. Omba mpira. Mpira wake. Upisha njia babu. Mdogo tu samadi. Oa, tangira mpira huo. Fikiri, kwa nini umeanza kugombana na mwanafunzi mkorofi? Ni yeye kila siku anaonea mwalimu. Unasema kweli? Unajua hupasi kugombana na wanafunzi. Unajua wewe
una akili darasani, una ufaulu mzuri na unafanya vizuri katika masomo. Hupaswi kabisa kugombana na wanafunzi. Unanisikia? Na kwa nini sare zako za shule zimechakaa namna hiyo? Tangia baba alivyoondoka, na mama sasa hivi amekuwa atufuatilii, na pia hata kaka yangu nauza madawa tu. Pole sana, usijali. Mimi nitaongea na mama yako, nadhani atanielewa vizuri tu. Najua mama yako anakupenda. Sawa Fikiri? Atakununulia viatu vipya na sare za shule nzuri kabisa. Umenielewa? Haya. Naomba upokee zawadi hiyo ya Fikiri, ikiwa ni sehemu ya pole na rambirambi zangu. Napenda Fikiri ajifunze upendo, huruma na kujali kupitia sisi akina mama. Kutoka kwa Bi Zainab, mwalimu mkuu.